Alhamdulillah, alhamdulillah, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema zake na neema zake juu yetu. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwezesha na kutuafikisha tukakutana tena Alhamisi hii tukiwa hai, tukiwa ofisini hapa kama ilivyo taratibu. Tunapokuwa kazini siku ya Alhamisi, basi tunakutana tukakumbushana mawili matatu katika dini yetu, na bado tunaendelea na kitabu chetu cha Al-Lu'lu' wal Marjani, tukiwa tupo katika kitabu al-Imani, mlango unaoelezea imani na namna gani imani zetu zitakuwa zinaimarika kwa namna moja ama nyingine katika milango yote ambayo tumeshaipitia. Na leo tunatokea mlango wa 73, babu bad'il wahyi ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Hadithi ya 99 ndiyo tunayotokea nayo. Mlango unaeleza kuanza kuteremka kwa wahyi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Utaona Sheikh ametuwekea katika kitabu al-Iman, kwa anatuwekea namna gani wahyi ulikuwa umeanza kuteremka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa ni sehemu ya imani, kwa sababu sehemu ya imani kuamini mitume, na kwa wakati wetu hususia ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa vipi alianza kupewa utume? Kwa hiyo mlango wetu wa leo au somo letu la leo litatusaidia kuweza kupata mafundisho au namna ambavyo mtume sallallahu alaihi wasallam alivyopewa wahyi, lakini pia katika kupewa huko wahyi kwake mtume sallallahu alaihi wasallam sisi tunapata fundisho gani au kitu gani kinachohimizwa katika hili. Hadithu Aisha ummul mu'minin radhiyallahu anha qalat, bibi Aisha radhiyallahu anha amesema, awwal ma budia bihi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam min alwahy, jambo la mwanzo liloanza kwa mtume sallallahu alayhi wasallam katika habari ya wahy, arruya salihah fi an-nawm, ni ndoto njema alizokuwa anaziota usingizini. Kwa hiyo kwanza mtume sallama alikuwa anaoteshwa, fakana la yara, na kilichokuwa kinapatikana katika ndoto zake, ndoto alizokuwa anaota mtume sallallahu alaihi wasallam, fakana la yara, ilikuwa haoti illa ruya, ndoto yoyote haoti ruya yote, illa jaati mithla falak as-subh, ila inatokea uhalisia wake asubuhi kile alichooneshwa. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaonyeshwa usiku usingizini, kuna hivi kuna hivi kuna hivi, na yeye akipambazuka asubuhi basi anayaona yale ambayo aliyokuwa ameyaona au ameoteshwa usiku. Katika hali hiyo ikawa imeendelea katika sura namna hiyo, thumma hubbiba ilayhi al-khala, kisha ikawa imependezeshwa kwake yeye mtume sallallahu alaihi wasallam kujitenga. Maanake ikawa kadiri siku zinavyoenda, tangu mwanzo yale yanayofanyika pale mjini na Makuraishi na jamaa zake na hivi, anaona haya mambo sio, lakini sasa namna gani yeye mtume sallama ataweza kuikomboa na kuinusuru ile jamii? Kwa hiyo mtume sallama ikawa anaona hii jamii mbovu, maadili yake, mwenendo wake wa dhulma na hivi, inakuwaje katika sura namna hii? Basi hubbiba ilayhi al-khala, ikawa yeye amependezeshwa yeye kwa kujitenga. Kama ambavyo tunavyoona kulikuwa na mambo kadhaa ya dhulma, uonevu, unyanyasaji, mauaji yanayofanyika katika zile jamii. Hata kulikuwa ifika wakati ukafanyika ikawa inafanyika makubaliano mbalimbali katika jamii. Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam akaingia katika jamii au makubaliano yanaitwa hilaful fudhul. Manake ilikuwa watu wanaonewa, watu wananyanyaswa, watu wanadhulumiana. Sasa wale Makuraishi wenyewe wakakaa wanaona, baadhi wakakutana katika nyumba fulani kwamba haiwezekani uonevu uendelee, aonewe mtu hapa katika mji wetu hapa, haiwezekani. Akija mtu hata kama wanaomdhulumu ni katika jamii yetu, sisi tutasimama na yule anayedhulumiwa. Na mtume sallallahu alaihi alishiriki mkataba ule, pamoja na kwamba haukuwa na misingi ya Kiislamu, lakini ni wa kutetea haki za wanyonge, unaona, kulinda haki za wengine. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam aliingia katika hilaful fudhul, na yeye mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumza hata kama mkataba ule ungekuja kufanyika baadaye kupewa utume, angeshiriki katika mkataba ule,
Kwa sababu gani? Unaziwia dhulma, mauaji, uonevu kwa watu wengine kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi alivyokuwa anaona mazingira yale magumu ya jamaa zake, jamii ilivyokuwa imejaa dhulma na uonevu, basi ikawa yeye hubiba ilayhi alkhala, ikawa anajitenga, na kujitenga kwake sasa ikawa anatoka, wakana yakhlu bighari hirai, ikawa anajitenga, anaenda Jabal Hira huko, ambayo ni hatua, panaweza kuwa kilomita 4, wengine wanasema 3.5 ngapi, lakini hatua. Na wakati huo majumba au mazingira namna alivyokuwa, alikuwa anakwenda zake huko katika mlima ule, anapandisha, alafu juu kuna pango, yani kuna uwazi ambao anaingia kule. Kwa hiyo akawa anakaa kule, fayatahannath fihi wa huwa taabud, akawa anafanya ibada za kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ala millati Ibrahim alayhi salatu wasalam, zilizokuwepo, kwa sababu sio kwamba zilikuwa zimefutika moja kwa moja. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi akawa anakaa kule, anajitenga na mambo ya dhulma na uonevu na unyanyasaji huku, lakini anakaa pale kwa zile ibadati zilizokuwa zipo zimethibiti, wamezikuta pale, wanazifanya, wanazoswali, kwa sababu ibada zilikuwepo kama vile ibada za hija na zingine, lakini wao wakawa wanaongeza ushirikina wao na uchafu wao ambao waliokuwa wanaufanya. Kwa hiyo Mtume sallallahu akawa anakaa kule juu milimani, anafanya anayoyafanya katika ibadati mbalimbali zilizokuwa zinaweza kufanyika katika maeneo yale. Allayali, katika mausiku dhawati la adadi, yenye idadi siku maalum. Kwa hiyo alikuwa anakaa siku kule kabla ayanzia ila ahli, kabla hajarudi kurudi nyumbani kwake kwa familia yake, ambayo kwa wakati ule Mtume sallallahu alikuwa mkewe ni Bibi Khadija radhiyallahu anha. Kwa hiyo anakaa kule masiku kadhaa, alafu akirudi, wayatazawadu lidhalika, anarudi huku, anakaa siku 2 tu kwa akirudi, kwa sababu mjini hakukaliki, kumechafuka, uovu umeonewa, umeenea, manyanyaso yameonewa, dhuluma, watu wanauawa, wanaopotezwa, wanaotekwa, wanaodhulumiwa, wanaofanya hivi, yani ala kuli hali mazingira ya jamii haiko salama hata kidogo. Kwa hiyo Mtume sallallahu anakuja kuchukua masurufu, thumma anakaa kule masiku kadhaa, kisha anarudi kwa Bibi Khadija, anakuja kuchukua masurufu, thumma arju ila Khadija fayatazawwadu limithliha, kisha anarudi kwa Bibi Khadija, anakaa pale siku 2-3, anamtayarishia mahitaji yake ya kwenda kukaa huko. Basi anakaa kule milimani siku kadhaa, hata jaahu, aliendelea kuwa katika sura ya namna hiyo, hata jaahu alhaq, mpaka haki ikamjia, yani wahyi ukamjia, wa huwa fi ghari hirai, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa yupo katika Jabal Hira pale. Fajaahu almalak, akaja malaika ambaye hajawahi kumuona na wala hamjui. Fakala, akamwambia ikra, akamwambia soma. Pale pale kamkuta kama unatakiwa usome. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala alivyomjalia, hajui kusoma, kilichoandikwa hawezi kukisoma, na wala kuandika hawezi kusoma. Kwa hiyo kuandika yeye hawezi, na wala kilichoandikwa hawezi kusoma. Sema ana bikari, mimi siwezi kusoma, mimi siwezi kusoma chochote. Kwanza hapa hakuna kilichoandikwa, na tangu mwanzo hata kama kungekuwa kuna sehemu imeandikwa, mimi uwezo wa kusoma kilichoandikwa sina. Kala, anasema fa akhadhani, akanichukua yule malaika, faghattani, akanikunja, hata balagha minni aljahd, mpaka nikahisi ugumu, nikahisi maumivu, nikahisi tabu, nikahisi uzito pale. Thumma arsalani, kisha akaniachilia. Fakala, akasema ikra, soma. Qultu, nikamjibu vile vile, ma ana bikari, mimi sina uwezo wa kusoma. Fa akhadhani faghattani thaniya, akanichukua akanikunja mara ya pili, hata balagha minni aljahd, mpaka nikahisi uzito mkubwa sana, mashaka makubwa. Thumma arsalani, kisha akaniachilia. Fakala, akaniambia ikra, fakultu ma ana bikari, kamwambia mimi siwezi kusoma chochote. Faghattani thalith, akanikunja mara 3. Thumma arsalani, kisha akaniachilia. Wanachuoni wanazungumza, anavyoelezea kwamba hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwanza alikuwa anaandaliwa kwa namna kadhaa. Ya kwanza, anaandaliwa kielimu, kuwa tayari kuipokea elimu, kuwa tayari kuipokea elimu katika mazingira ambayo yeye hana ambacho anajua chochote. Kwa hiyo akai tayari kwa ajili ya kupokea elimu.
jambo la kwanza. Na kwa hiyo na sisi tutafundishwa kwamba swala zima la maandalizi na mabadiliko yoyote katika jamii, mtu unapotaka kuleta mabadiliko, basi mabadiliko unayotakiwa kuyaleta uyalete yanapatikana kwa njia ya elimu. Unataka kuleta mabadiliko katika jamii yoyote unayoishi, basi kwanza elimisha watu wapate kuelimika. Kama kuna watu, kuna mambo wanayoyafanya, kama kuna mwenendo waliokuwa nao sio sawa sawa, basi peleka elimu katika jamii hiyo. Elimu ndio ambao msingi ambao wa watu kubadilishwa. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anaandaliwa, anaambiwa wewe unahama, unatoka kule katika jamii yako, unaitenga jamii yako, unajitenga na jamii yako, kwa sababu jamii yako imejaa dhulma na uovu na hivi. Sasa ile jamii inabidi ibadilishwe, kama ambavyo wewe unavyoona kwamba jamii inabidi ibadilishwe, lakini jamii haiwezi kubadilishwa kienyeji. Jamii ili ibadilike inahitajika isomeshwe jamii. Kwa hiyo jamii inahitajika isomeshwe. Sasa jamii huwezi kuisomesha, kwanza wewe mwenyewe unatakiwa usome, wewe mwenyewe ujiongezee maarifa. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaandaliwa katika sura ya namna hiyo. Lakini pia wanachuoni wanatuambia hii Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa anakunjwa, kuwa anatikiswa, anafanya hivi, maana yake ni kuonesha elimu inapatikana kwa mikusokuso. Elimu inapatikana kwa tabu, elimu inapatikana kwa kujishughulisha. Yale mashaka yanayopatikana kwamba elimu huwezi kuipata tu hivi hivi. Yani kitu chochote chenye thamani lazima ukihangaikie. Wale mashaikh zetu wanaambia walaysa iktisabu almali duna mashaqqa tahammaluha fala ilmu kaifa yakun. Wewe leo unakaa tu ukasema kwamba wewe ukae tu uperuzi tu ndio utajua kitu chochote. Hivi hivi tu umekaa unafungua kompyuta, unafungua hiki, alafu ukasema kwamba wewe utaendelea na utaelewa. Uweze hata siku moja. Lazima kwanza upate, usomeshwe, upate mihangaiko ambayo itakayokufanya wewe utahangaika huku na kule, ndio maarifa utaweza kuyapata yaliyokuwa sawa sawa. Lakini kwa hiyo maandalizi ya mabadiliko katika jamii ili yapatikane, panahitajika swala zima la elimu. Kwa hiyo elimu inahitajika katika jamii ili tuweze kuibadilisha. Kwa hiyo sisi wenyewe kwanza tunahitajika tubadilike. Kwa hiyo tusome sisi wenyewe, lakini pia jamii zetu inahitaji tuzibadilishe. Tunavyoona kwamba jamii haziko sawa sawa, basi inabidi tuzifundishe, tuzielekeze ili ziweze kubadilika katika sura ya namna hiyo. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambia, ikra bismi rabbikal ladhi khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram. Allah subhanahu wa ta'ala anamuelezea kwamba nenda, unatakiwa usome, na usomaji wenyewe wewe unasoma kwa ajili ya Allah, bismi rabbik, kwa jina la Mola wako. Hapo wanachuoni wanasema unasoma kwa ajili ya Allah. Malengo ya elimu unayoitafuta basi iwe ni kwa ajili ya kumtumikia Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala alichomueleza Mtume sallam, kitu cha kwanza kabisa ni kumuonesha asili ya mwanadamu. Akamwambia ikra bismi rabbikal ladhi khalaq, aliyeumba, khalaqal insana min 'alaq, tambua kwamba amemuumba mwanadamu kwa pande la damu. Kwa hiyo kuna maarifa mwanadamu kwanza anatakiwa ajielewe. Unaposoma pia kujielewa mwenyewe. Jambo la kwanza Mtume sallam anafundishwa elimu, anaambiwa kwamba hebu jitambue kwamba wewe ni nani. Wewe ni nani katika jamii, kwamba wewe ujitambue. Wewe umeumbwa tu na Allah subhanahu wa ta'ala, tena umeumbwa min 'alaq, kwa pande tu la damu. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaqal insana min 'alaq. Kwa hiyo mwanadamu anatakiwa ajitambue kwa asili yake kwamba wewe umeumbwa kwa pande la damu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anafundisha kwamba jambo la kwanza anafundisha kwamba tutambue asili yetu. Tunapoitambua asili yetu, tunaweza tukajitambua sisi ni kina nani, ili tusimame sawa sawa katika sehemu yetu. Vyovyote utakavyokuwa, mamlaka yoyote utakayofikia, ukubwa wowote utakaofikia, hadhi yoyote utakaofikia, lazima ujue asili yako, uweze kutambua wewe ni nani, na hapo ndio utaweza kumtumikia Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu unajua kwamba pande la damu lina uwezo wa namna gani mpaka mimi nikawa na nguvu leo. Maana ile ni damu tu, haina nyama, haina mifupa, haina kitu chochote, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akalielezea ile pande la damu kwamba kwenye suratul Mu'minun anasema amemuumba mwanadamu kwamba hatua ya kwanza amemuumba, laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Allah subhanahu wa ta'ala anatuonesha kwamba namna gani alivyomuumba mwanadamu kwa hatua, kwamba kwa njia ya maji tu amemuumba, na kwa asili kwa udongo, lakini baadaye akabadilisha mfumo akawa mwanadamu aumbwe kwa tone kiasi kidogo sana cha maji ambayo mwanadamu ndo ametokana nayo. Alafu ile tone likatengeneza pande la damu, pande la damu likatengeneza pande la nyama, pande la nyama lile likatengenezewa mifupa, yani likavishwa mifupa,
alafu ile mifupa ikaveshwa nyama, fakasauna alidhama lahma, ikaveshwa nyama, ikawa na manyama tunaona. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akambadilisha, thumma anshanahu khalqan akhar, tukamweka katika umbile lingine Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anatuonyesha asili yetu sisi. Kwa hiyo tunavyosoma basi tutambue, tunavyokwenda, tunavyoelimika, hadhi yoyote na uwezo wote utakaokuwa nao, lazima tutambue asili yetu. Sisi ni wanadamu tulioumbwa, ametuumba Allah subhanahu wa ta'ala, hatujajitengeneza sisi wenyewe. Na kama hivyo ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala ameumba mwanadamu, na Allah anasema la khalqus samawati wal ardi ashaddu min khalqin nas, kuiumba mbingu na ardhi ni jambo zito sana kuliko kumuumba mwanadamu. Lakini mbingu na ardhi ameiumba, wala miaya bi khalqihinna, wala kupata tabu uzito wote. Kwa hiyo kwanza tuutambue. Tunapojitambua sisi asili yetu, basi tutaweza kuutambua ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa namna gani ameweza kuibadilisha damu mpaka tukawa sisi leo ukawa una nguvu, una mihimili, una hamasa, unapiga watu, unavunja kile, unabeba mizigo mizito, una akili kubwa, unaendesha dunia, unafanya hivi. Lakini asili yake ilikuwa ni maji tu. Wewe kwa ni tone la maji, ukageuza ukawa pande la damu, ukawa pande la nyama, pande la nyama likaveshwa mifupa. Sasa vipi leo wewe uje kumfanyia jeuri yule ambaye aliyekuumba? Kwa hiyo anaelimishwa mwanadamu, watu ya kwanza elimu ya kujitambua yeye asili yake ni nani. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema nikafundishwa, akaniambia ikra wa rabbukal akram alladhi ikra bismi rabbikal ladhi khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akram. Kwa hiyo kisha alladhi allama bil kalam, ambaye amefundisha kwa msaada wa kalamu. Pia tunaelekezwa tunavyosoma, basi tunatakiwa tutumie nyenzo za kusomea. Nyenzo za kusomea miongoni mwazo ni kutumia kuandika. Kalamu maana yake nini? Ni kuandika kile kinachofundishwa, kile unachosoma unakiandika, unakiwekea noti, unakiwekea kumbukumbu, ili uweze kuwa kuna wakati utakirudia, kuna wakati utakitafuta, kuna wakati utafanya hivi. Kwa hiyo zote njia ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha. Kwa hiyo kwanza tumefundishwa msingi mkubwa wa mabadiliko katika jamii, lazima ipatikane elimu. Jamii inatakiwa ielimishwe. Kwa hiyo jamii ili ibadilike lazima ielimishwe, na jamii ili ibadilike wanatakiwa wapatikane walioelimika, waweze kujitoa, wapatikane walioelimika na waone tatizo na mashaka yalikuwepo katika jamii zao, na wao wasimamie, wajitoe kama alivyojitoa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maana yake alikuwa anakwenda huko milimani peke yake mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akajalia fathu na kumletea njia, kwamba basi njia ni nyepesi, pita njia hii utaweza kufanikiwa. Kwa hiyo watu wajitoe kwanza, watu wawe tayari kujitoa kuibadilisha jamii, kuzibadilisha jamii zinapokuwa zimekithiri na maovu na mabaya na hali zingine zote ambazo haziko za sawa sawa, wajitoe kwa ajili ya kuzielimisha jamii zao. Sasa utazielimisha namna gani? Lazima wewe mwenyewe uwe umejielimisha, umeelimika, na ukielimika basi lazima tuzifundishe na tuzielimishe jamii zetu. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema faraja sallallahu bibi Aisha anaelezea faraja sallallahu alaihi wasallam yarjifu fuadu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mara ya kwanza yule bwana ndo kwanza anakutana naye, yule malaika anakutana naye pale. Kwa hiyo ikawa Mtume anaogopa, hiki ni kitu gani? Yarjifu fuadu, moyo wake unatetemeka. Fadakhala ala Khadija binti Khuwailid radhiyallahu anha, akarejea kwa mkewe Bi Khadija. Faqala zammiluni, akamwambia nifunike bwana, nipo katika hali ngumu, najiona sijielewi. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu raw, akamfunika na kumpepea mpaka ule wasiwasi na uoga ukamuondoka. Faqala li Khadijati wa khabaraha al-khabar, akamuelezea Bibi Khadija, kumuelezea mambo gani yaliokuwa yamefanya nini, yamemtokea. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia mkewe kwamba laqad khashitu ala nafsi, naogopa kabisa, yani naona kabisa hiki jambo sio la kawaida, sio jambo la kawaida. Kwa hiyo na wasiwasi na nafsi yangu na uhai wangu na maisha yangu, yule mtu amenitokea ndo kwanza mara ya kwanza. Lakini Bi Khadija akamtuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqalat Khadija kalla, hivyo unavyowaza sivyo kabisa, wallahi ma yukhzika Allahu abada, na hapa kwa Allah kwamba Allah hatakufedhehesha hata siku moja kwa mwenendo wako mwema uliokuwa nao. Allah subhanahu wa ta'ala hatakutelekeza hata siku moja. Innaka la tasilu rahami, unakaa vizuri na ndugu zako, unaunga udugu vizuri. Vipi Allah subhanahu wa ta'ala kutelekeze vile tu mwenendo wako, maadili yako yalivyokuwa mazuri? Haiwezekani. Watahamilu alkalli, unabeba mazito ya watu, unawavumilia na hivi na hivi, unabeba machungu yao.
Wataksibu almauna almaadum, unawasaidia wasiojiweza. Watakri dhaifi, unapokea wageni, unawakaribisha, unawakirimu wageni. Watuinu ala nawaibil haq, na unawasaidia waliofikwa na majanga ya kweli, sio majanga ya bandia. Hapa Bibi Khadija radhiallahu anha anamliwaza kwanza, anamliwaza mumewe kwa yale yaliyomkuta, unaona. Lakini pia utaona Bibi Khadija radhiallahu anha anayataja mazuri, sifa njema ambazo zinazopelekea kwa wema huu unaofanya Allah subhanahu wa ta'ala hatakutelekeza, hatakuacha hivi hivi, atakusaidia. Hii maana yake ni kuonesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, kadiri mtu atakavyokuwa anaishi vizuri na jamii na ndugu zake na umma kwa ujumla, anavyokaa nao vizuri, basi ni mtu huyo kupata msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala ni mkubwa mno, na akiomba msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atamsaidia na Allah hatomtelekeza. Kwa hiyo kujipamba na mwenendo mwema ni sababu ya mafanikio. Unavyokuwa na mwenendo mwema, unakaa na jamaa zako vizuri, kama Mtume sallallahu alayhi wasallam, Bibi Khadija anamwambia innaka latasilu rahmi wa tahmilu kalla, unawavumilia mazito machungu mbalimbali, unawasaidia wasiojiweza. Hii ni kuonesha namna gani mtu anavyokuwa katika sura namna hii, ni ndio njia za mafanikio. Kwa hiyo na sisi tunafundishwa lazima tujipambe, tuwe na tabia njema, tuwe na mwenendo uliokuwa mzuri, ndipo ambapo tunavyofikwa na mazito yote tunaweza kupata msaada, na msaada kwa jamii, msaada kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Bibi Khadija baada ya kumwambia yale, akamwambia fantalakat bihi Khadija, akaondoka Bibi Khadija na Mtume SAW, hata atat bihi Waraqat bin Nawfal, mpaka wakaenda kwa bwana Waraka bin Nawfal bin Asadi ibn Abdul Uzza, ambaye ibn ammi Khadija, mtoto wa ammi yake Bibi Khadija radhiyallahu anha. Wakana mraana, huyu bwana alikuwa ni mtu tanassara fil jahiliya, aliacha mambo ya kijahili walionayo, akaingia katika dini ya Kinaswara. Wakana yaktubu alkitaba bil ibraniya, alikuwa anaandika barua kwa lugha ya Kibrania. Fayaktubuna alinjili bil ibraniya, anaandika injili kwa lugha ya Kibrania. Masha Allah, kwa kadri ambavyo Allah alivyokuwa anamtaka ayaandike yale aliyokuwa anataka ayaandike, alikuwa anayaandika. Wakana sheikhan kabira, na alikuwa ni mtu mzima, kad ami, alipata ulemavu wa macho. Faqalat lahu Khadija ya ibn ammi isma' min ibn akhik, ewe mtoto wa ammi wewe, hebu msikilize huyu mtoto wa ndugu yako, ana mashaka yake, hebu msikilize. Na unaona hapa Bibi Khadija anakwenda kwa watu waliokuwa wema, watu wanaofaa. Unapofikwa na jambo lolote lile, umuhimu wa kwenda kutafuta ushauri kwa watu waliokuwa wema, watu wazuri, watu wenye busara zao, basi utapata ushauri ambao utaweza kukusaidia kwa namna moja ama nyingine. Usikae na mambo, usikae na majanga yanayokufikia wewe ukawa unaumia mwenyewe tu. Swali lazima unapofikwa na jambo, basi tafuta watu ambao wanaweza kushauri, watu waliokuwa na akhlaqi, watu wenye maadili, watu wenye nia njema, watu wenye ihsani, watu wenye wema, watu wanaokaa vizuri, watakaoweza kukushauri kwa namna nzuri. Lazima uangalie, manake na sio kila mtu unaweza kwenda, kwa sababu wapo watu ambao unaweza ukaona kwamba huyu mtu, lakini akawa kumbe hana nia njema, sio mtu mzuri kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo angalia watu wazuri, angalia watu wema, watu wenye maadili, watu wenye dini, ambao wanaweza kukushauri katika jambo ambalo lilokuwa limekutatiza kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo faqala lahu Waraka akamwambia ya ibn akhi madha tara, hebu nipe habari, lete habari zako, unaonaje, kuna kitu gani? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khabari ma raa, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuelezea yale aliyokuwa ameona. Faqala lahu Waraka hadha an-namus, kwa maelezo hayo, kwa vyovyote vile huyu ni Jibril, alladhi nazzala Allahu ala Musa alayhi salatu wassalam, ambaye mtume Allah subhanahu wa ta'ala alimtuma huyu kwa nabii Musa alayhi salatu wassalam. Sasa ya laitani fiha jadha, natamani ningekuwa kijana tu na mie, laitani yakunu ayya, natamani ningekuwa hai, idh yukhrijuka qaum, pindi ambapo jamaa zako watakavyokufukuza katika mji wako. Fakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume akauliza, aw mukhrijiyahum, nitafukuza mimi na ndugu zangu wanavyonipenda, wanavyonithamini, wanavyoniheshimu? Kaambia kala naam, akasema tambua hayo yapo tu. Lam yati rajulun qattu bimithli ma jita bihi illa audia, haji mtu yoyote, hajatumilizwa mtu yoyote na haya ambayo wewe ulioletwa, isipokuwa hufanywa uadui. Wa yudrikuni yawman ansuruka nasran azira, na lau kama mimi nitakuwa nipo,
wakati huo basi nitakusaidia nusura, au nitakupa msaada wa kukutia nguvu kabisa. Kwa hiyo utaona hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwanza alikuwa anaitafuta nusra ya namna gani ya kuwasaidia jamii zake namna ambavyo ilivyo, lakini pia kwa hali namna ilivyokuwa haibadiliki, akaona yeye bora ajitenge na jamii yake. Allah subhanahu wa ta'ala anamletea njia na mwongozo kumwambia kwamba jamii haiwezi kubadilika katika sura hiyo. Jamii haibadiliki kwa kujitenga, jamii inabidi ibadilishwe. Lakini utaibadilisha vipi jamii? Ili uweze kuibadilisha jamii hii, unatakiwa isomeshwe. Hii jamii inatakiwa isomeshwe. Lakini pamoja na yote, anakutana na ushauri kwamba utakavyokwenda katika jamii yako na haya mabadiliko hayatopokelewa vizuri na watu wote. Lazima utakutana na changamoto za upinzani na ukaidi kwa namna moja ama nyingine. Ukabili, simama imara. Unatakiwa usimame imara, ukabili upinzani huo, na hata ikibidi utahamishwa na ndugu zako na jamaa zako, basi wewe hama, toka eneo moja naenda eneo lingine. Simamia hili ambalo wewe ulikuwa umefanya nini. Kwa hiyo kaa imara, simama imara kwa changamoto zote. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa ya mapema kabisa, kabla bado hajatokea, hajaambiwa mtu yote mwingine. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa, bwana, wewe lazima utakutana na upinzani mkubwa kabisa katika hili unalokutana nalo, litalopelekea wakuhamishe wewe. Sasa wewe simama imara, usikubali. Na utaona hali ilivyokuja kujitokeza baadaye. Wakawa namwambia, bwana, kama unataka cheo wewe sema, sitakupa cheo, ndio utakuwa mkubwa wetu bwana. Na kama unataka mali wewe sema tu bwana, sitakupa mali bwana, wewe utakuwa ndo mabilionea, hakuna yote atakaye kuzidi wewe. Na kama unataka mke wewe sema, tutakutafutia binti alikuwa, yani ala kuli hali, katika maslahi yote yale. Lakini wewe haya mambo ya miungu yetu, mambo yetu tulionayo usiyaguse, sababu ya mambo yetu sisi, haya mambo yetu sisi ndo tunaendesha maisha. Ukiyagusa sijui usidhulumu, sijui usimonee, sijui akijanani hivi, tutaendesha vipi maisha sisi? Mikakati yetu wewe sema, kama unataka cheo sisi tutakupa cheo, si hatuna haja ya cheo. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshaandaliwa kwa ujumbe tangu mwanzoni kabisa na mzee wake, akamwambia, sikiliza, pamoja na mambo mengine utakutana na upinzani uliokuwa mkubwa katika sura ya namna hiyo. Lakini pia tumalizie hadithi hizi mbili zote zinazozungumzia swala zima la wai katika sura ya namna hii. Anasema anasimulia yule kwa bibi Aisha hapa, Jabir radhiallahu anhu anasema, Mtume sallallahu baina ana amshi, pindi mimi natembea, idhi samitu sautan minas samai, nikasikia sauti upande wa juu, farafa'tu basari, nikainua macho yangu, fa idha almalaku alladhi jaa bi Hira, yule malaika aliyokuja Jabal Hira, jalisu ala kursi, akamwona amekaa katikati kwenye kiti, baina samai wal ardhi, katikati ya mbingu na ardhi. Hayuko chini, hayupo duniani, hayuko mbinguni, lakini yupo. Faru'ibtu minhu, kanijaa woga. Farajatu, nikarudi kwa bibi Khadija. Faqultu zammiluni, kamwambia zammiluni. Faanzala Allahu ta'ala, ya ayuha lmudaththir qum faandhir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur. Mtume sallallahu hapa ndio anapewa kazi, anasema nubia biiqra, lakini pia ursila biya ayuha lmudaththir. Mtume anapewa kazi hapa, anaambiwa qum faandhir. Sasa unapewa kazi. Kule ulikuwa unapewa tu, unaambiwa wewe ni nani, mtukufu wa daraja, umepewa hadhi. Lakini hapa urisila, sasa ndo anatumilizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya ayuhal mudaththir. Anatumilizwa kwa nini? Kwa kuambiwa kum fa andhir. Yale uliokuwa unayawaza, unaona jamii yako mbovu, sasa simama sasa, ielekeze jamii yako. Tayari tushakupa maarifa ya elimu unayo. Sasa hivi maadamu maarifa ya elimu unayo na jamii inatakiwa ibadilishwe, sasa simama uibadilishe jamii. Kum fa andhir, simama uionye jamii yako. Natambua utakavyokuwa unasimama unaionya, utakutana na yale ambayo umeambiwa na mzee wako Waraka bin Nawfal kwamba utafanyiwa nini? Utafanyiwa uadui. Kwa hiyo kum fa andhir wa rabbaka fakabbir, na Mola wako umtukuze. Lakini pia wa thiyabaka fatahhir, nguo zako zisafishe, nguo zako ziwe safi, nguo zako zisiwe kama hawa jamaa wanazitia damu, wanazichafua, wakichinja, wakifanya matambiko yao, mara wajipakaze mwilini, mara wafanye hivi. Safisha nguo zako ziwe safi, zisiingie, zisiwe unavaa nguo zenye najisi na hivi na hivi. Lakini pia waruju za faju, hizi ibada zao za masanamu hizi wanazoabudia hizi, dumu kwa kuzikimbia, kujitenga nazo. Waruji za fajr, huu kafiri, huu uovu, huu kuabudia kwa masanamu, fahjuru, unatakiwa ukae nayo mbali kabisa.
Kwa hiyo vile ulivyokuja kujitenga wewe huku kuja kukaa huko Jabal Hira na hivi na hivi, basi dumu na msimamo huo, usikaribie hata siku moja. Allah subhanahu wa ta'ala amekuchagua, hujawahi kuabudia sanamu, basi jiendelea kujiweka mbali kabisa, hakikisha hugusi katika sura ya namna hiyo. Fahamia alwahyi wa tataba, anasimulia Jabiri, wahyi ukawa umeendelea kushuka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na hadithi ya mwisho katika mlango huu wa mwanzo wa wahyi, hadithu Jabir, pia anaendelea kusema an Yahya bin Kathiri saaltu aba Salama, nilimuuliza Abu Salama bin Abdurrahman an awwali ma nazala min alquran, kitu gani kilichoteremka cha kwanza kabisa? Qala, akasema ya ayuha almudaththir. Qultu yaquluna, nikamuuliza watu wanasema ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Faqala Abu Salama saaltu Jabir bin Abdullah an dhalika wa qultu lahu mithlu dhalika, naye nikamueleza kama hivyo. Faqala, akasema Jabir, la uhaddithuka illa ma haddathana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Qala, sema jawartu bihirai, nilikaa katika Jabal Hira. Falamma qadaitu jiwari, nilipomaliza muda wangu nataka kuondoka. Habatu, nilikuwa naporomoka na shuka. Fanuditu, nikaitwa. Fanadhartu an yamini falam ara shay'an, nikaangalia kulia sijaona chochote. Wanadhartu an shimali falam ara shay, nikaangalia kushoto kwangu sijaona chochote. Wanadhartu amami falam ara, nikaangalia mbele sijaona chochote. Wanadhartu khalfi falam ara shay, nikaangalia nyuma yangu sijaona chochote. Farafa'tu ra'si, nikainua kichwa changu. Fara'aitu shay'an, nikaona chochote kitu. Fa'ataitu Khadija, nikaja kwa Bi Khadija. Faqultu, nikamwambia dathiruni wasubbu alayya ma'an barida, kanimiminia maji baridi. Faqala fadatharuni wasabbu alayya ma'a, wakanimiminia maji baridi. Qala fanazalat ya ayuha almudaththir. Ala kulli hali, hapa hadithi inaelezea ni baina ya hizi sura mbili, Iqra pamoja na ya ayuha almudaththir. Kwa ufupi, huu ndio mwanzo au ndivyo wahyi ulivyoteremka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na namna hii Allah subhanahu wa ta'ala anafanya kwa waja wake. Tunaona Nabii Musa yeye alikuwa yuko safarini, anarudi na hali yake, anarudi kule kutoka kwa kule walikokwenda alikokuwa anaishi, ambako sio kwao. Wakiwa njiani tu anarudi, anaona wamepotea njia, giza, mvua nyingi. Allah subhanahu wa ta'ala anatoa ishara kwamba nenda sehemu ile, na ile ishara ya moto, ule mwanga anauona peke yake Nabii Musa, wengine wote katika msafara ule hawajauona. Kwa hiyo ala kule hali, Allah ana namna zake ambazo wahyi amewapa mitume wake. Wapo waliowapa moja kwa moja wametulia, wapo waliowapa njiani kama Nabii Musa, na mtume sallallahu kama hivi akiwa amejitenga akapelekewa ujumbe huu. Ala kulli hali, ujumbe tunaupata na namna wahyi ulivyoteremka kwa mtume sallallahu, lakini ujumbe mkubwa tunaondoka nao, namna gani ya kuweza kuibadilisha jamii. Ili jamii kuibadilisha inahitajika isomeshwe, ielimishwe, lakini wakati unaenda na mabadiliko hayo katika jamii, lazima tutambue tutakabiliana na nini, na ukinzani wa namna moja ama nyingine. Jamii ile unaifundisha kwa maslahi yao wao wenyewe, watu wanufaike, watu waendelee, watu wafanye hivi, basi ile jamii itakuwa inakuona wewe si kitu, na ikakutengenezea mazingira. Unatakiwa usimame imara, thabiti. Lakini pia haya yote unayoyafanya yafanywe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiyafanya kwa maslahi mengine, basi atakuwa hayana faida yote kwako, kwani itakuwa tu ndio umepata maslahi yale uliyopata hapa duniani, lakini kwa Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa hakuna chochote. Kwa hiyo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tuafikishe na tuongoze. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.